Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Amma baada ya kumshukuru Allah na kumtakia nyingi ziada za rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji vipindi vyangu bwana, leo tuko tunaendelea na darasa letu, na leo tunataka tukaangalie miujiza ya kutumia majina ya Allah katika kumsaidia mwanadamu. Tunapozungumzia Qur'ani, yenyewe ina miujiza mikubwa, miujiza ambayo inaweza kumfanya mwanadamu akawa ni mwenye kupata faida ndani yake ikiwa atashikamana na hiyo Qur'ani, kwa maana kuanzia herufi zake ama kwenda katika maneno yake ama kwa kutumia aya zake ama kwa kutumia sura zake ama Qur'ani kwa ujumla wake. Lakini pia tunaweza kupata faida ndani ya Qur'ani kwa kutumia baadhi ya vitu ambavyo vimo vinazungumzwa ndani ya Qur'ani. Lakini pia tunaweza kuona miujiza ya Qur'ani kwa kwenda kutumia majina ya Allah yaliyomo ndani ya Qur'ani. Leo kama majina haya yatatumika vizuri kwa elimu iliyofichikana, elimu ya kitiba, basi mwanadamu anaweza akafanikiwa sana kwa kwenda kujiondosha juu ya matatizo mbalimbali katika mwili wake. Sasa wewe ambaye unanifuatilia, na kuomba tu usiache kusubscribe, lakini kushare, kucomment, lakini pia na kulike darasa tunazoendelea nazo, ili mradi na wewe miongoni katika mwana familia ambaye tunakuwa tukienda sambamba katika darasa letu haya ama darasa zetu tunazoendelea nazo. Lakini siku ya leo nataka tuzungumzie maajabu katika kutumia majina ya Mwenyezi Mungu, na jina ambalo tunataka tuliende kulizungumza siku ya leo ni jina la Allah Al-Fatahu, kwa maana mwenye kufungua. Nataka tuangalie namna gani jina hili la Allah Al-Fatahu, mwenye kufungua, linawezaje kwenda kumsaidia mtu katika mwili wake. Leo kama akalitumia katika siri iliyofichikana ndanimo, basi unaweza ukajikuta ukapata faida kubwa kwa kutumia jina hili la Allah Al-Fatahu. Sasa na wewe ambaye uko hapo unanifuatilia, basi hebu tumia muda wako kadhaa wala ukwenda kuangalia siri iliyofichikana katika kuyazungumza ama kuyatumia majina ya Allah, na hususan jina hili la Allah tunalizungumza Al-Fatahu, kwa maana jina la mwenye kufungua. Sasa jina hili linaweza likawa na kazi nyingi sana. Yaani hili jina la Allah mwenye kufungua Al-Fatahu linaweza likawa na kazi nyingi sana, lakini mimi nataka tuzungumze miongoni katika kazi chache, na hapa nataka tugusie kazi tatu tu ambazo nimeona hizi nikizungumza kwako wewe unayenisikiliza na kunifuatilia na kuniangalia, inaweza ikawa na faida kwako pamoja wewe na familia yako, kwa jina la illa Allah Al-Fatahu. Manake ukitumia katika mambo haya matatu, endapo una tatizo katika haya, basi nenda katumie majina haya ya Allah ama jina hili la Allah Al-Fatahu katika kwenda kuondosha baadhi ya matatizo na kufanya ukawa ni mwenye faida katika maisha yako. Na miongoni katika vitu ambavyo vitatu tunavyotaka kwenda kuvizungumza kwa siku ya leo, ambavyo vinaweza kusaidiwa kwa kutumia jina hili la Al-Fatahu mwenye kufungua, tutaenda kuangalia namna gani tunaweza kusaidia katika vitu vifuatavyo. Kwanza, kwenda kumtibia mgonjwa ambaye amekaa miaka mingi anaumwa maradhi ambayo pengine kila akitibiwa maradhi bado yako pale pale, tutaenda kuangalia hilo. Lakini pia tutaenda kuangalia namna gani ya kumfungua mtu aliyefungika na hasadi kubwa. Tunapozungumzia hasadi, ziko za namna nyingi. Ziko hasadi ambazo za kawaida, lakini kuna zile hasadi kubwa na nitakuja kuzieleza. Lakini pia tutaenda kuangalia kutumia jina hili Al-Fatahu namna gani tunaweza kwenda kumfungua mtu aliyefungwa macho yake kichawi. Hapa tunapozungumzia kufungwa kichawi, hatuzungumzii kwa maana ya macho kuona kawaida, ila tunazungumzia mtu aliyefungwa kichawi, macho yake kichawi, maana yake anaona lakini huyu amerogwa. Lakini ukimwambia wewe umerogwa, hawezi kuamini kama amerogwa, maana yake huyu ana uchawi uliomfunga asiamini kwamba ama asione kwamba yeye ameathirika. Na leo kwa kutumia jina la ila Allah Al-Fatahu tutaenda kuangalia namna gani unaweza kumfungua mtu huyo ambaye ameathirika na maradhi ya namna hiyo. Sasa tukianzia katika segment ama katika sehemu ya kwenda kumtibia mgonjwa aliyeshindikana kwa miaka mingi katika tiba, namna gani huyu anaweza kwenda kufanyiwa tiba katika mwili wake kwa kupitia jina la Allah Al-Fatahu, basi hapa nataka unisikilize. Ikiwa una ndugu yako yuko nyumbani ama ni wewe mwenyewe unaona unasumbuliwa na maradhi ya muda mrefu sana, unasumbuliwa nayo aidha magonjwa ya kisihili ama ya kibiolojia, magonjwa yale yanakuathiri kila kukicha. Maana kuna watu wanaumwa maradhi mengi. Wallahi, kuna mtu ana magonjwa, akitoka ugonjwa huu anakuja ugonjwa huu, akitoka ugonjwa huu unakuja ugonjwa huu, kiasi ambacho mtu anatumia kila aina njia
kujiweza kujitibia, lakini bado hajawahi kupata ponyo katika maisha yake. Sasa mtu wa namna hii tunaweza kumsaidia kwa kutumia jina la Allah Al-Fatahu kwenda kufungua maradhi haya na akabaki katika hali ya kawaida. Kitu gani unataka kufanya? Kwanza lazima utafute vitu vya aina tatu, ama utafute dawa za aina tatu wakati unaenda kutumia jina la Mwenyezi Mungu, lakini kuna dawa lazima tuambatanishe, kwa sababu tunapozungumzia dua ndani yake lazima kuwe na dawa. Nenda katafute kifumbasi, nenda katafute mafuta ya mzeituni, lakini pia nenda katafute na kitunguu saumu. Tafuta hivi vitu, ukishavipata kwa wingi, viponde kitunguu saumu pamoja na kifumbasi, kisha weka kwenye sahani. Ukishaweka kwenye sahani, chukua mafuta ya zeituni, weka mule, aweke kwa kutosha, mfano hata robo lita. Changanya na ule mchanganyiko wa vitu vyote vile, alafu mchukue mgonjwa wako. Lakini zoezi hili ulifanye nyakati ya usiku, kwa maana kisha ingia kiza, kuanzia magharibi kuendelea utalifanya zoezi hili. Mchukue mgonjwa wako, mweke kitako, aelekee kibla. Akishaelekea kibla, lakini hakikisha amekuwa na udhu na wewe pia umekuwa na udhu. Alafu unachotakiwa kwenda kufanya sasa, yule mgonjwa utampa ile sahani ambayo ndani yake umeshanya mchanganyiko wa dawa zile, ambayo kifumbasi, kitunguu saumu pamoja na mafuta ya mzeituni. Utampa apakate ama aikamate kwa mikono yake, kisha utakuwa unamwambia yeye atie nia. Unachotakiwa kufanya wewe ni kumshika kichwa chake. Ukishamshika kichwa, utamtilia nia juu ya maradhi yale, namna ya kutaka kuondosha, kisha utaenda kumsomea Ayatul Kursi 41. Kabla hujaenda kutumia jina la Allah Fatahu, utaenda kumsomea Ayatul Kursi mara 41. Ukishamaliza kumsomea Ayatul Kursi mara 41, sasa utaingia katika nafasi ya kuweza kutumia jina la Allah. Pale sasa utaenda kutumia jina la Allah Al-Fatahu kwa kumwita ya Fatahu, ya Fatahu, ya Fatahu. Namna hii utasoma kwa idadi ya jina hilo katika idadi ya mara 741. Surati ama kusudi Ayatul Kursi utasoma 41, lakini neno Al-Fatahu utasoma mara 741. Utasoma wakati baada ya kumaliza Ayatul Kursi 41, ukianza kusoma neno lile ya Fatahu, ya Fatahu, utachukua ile dawa, utakuwa unampakaza mwilini mwake kama unamsugua, huku unazungumza maneno hayo ya Fatahu, ya Fatahu, ya Fatahu. Kama kuna baadhi ya watu wengine wanaweza kwa pamoja mkazunguka mkao mnamwitatia Allah ya Fatahu, ya Fatahu. Hebu mwenye kufungua, mfungue huyu maradhi aliyokuwa nayo, pengine amefungika, kupona poni, na wallahi mgonjwa huyo ataenda atapona na atakaa katika hali ya kawaida. Lakini tunataka pia tuone tukamsaidie mtu kwa kutumia jina hili ya Fatahu, kwa yule ambaye pengine yeye amekuwa na hasadi, amefungika kwa hasadi kubwa. Hasadi kubwa tunapozungumzia, kuna hasadi ndogo. Hasadi ndogo unajikuta wewe unafanya mambo yako yanaenda, vitu vidogo vidogo tu vinakuwa vinakwama kwa sababu ya hasadi. Lakini kuna wale watu ambao wameathiriwa na hasadi kubwa. Tunapozungumza hasadi kubwa, ndio wale watu ambao wanaathiriwa na watu wameshari. Hasidi ni za hasada, na shari ya hasidi anapohusudu. Kuna watu wamekuhusudika kwa hasadi kubwa. Hasadi za maneno kwaje? Unamkuta mtu kila anachokifanya hakiwezi kwenda, kila akifanya biashara inafeli, kwa watu wanajikuta anachukiwa, akifanya inakuwa baya, yani kila anachokiendea kwake ni kizito, hana anachoweza kufanikiwa, amefungika kila kona. Huyu amepigwa uchawi mweusi, anakiza, ana anachoweza kukifanya. Sasa mtu namna hii unaweza kumsaidia. Unamsaidiaje? Kwa kutumia jina la Allah Al-Fatahu, unaweza kwenda kumfungua, kuondokana na hiyo hasadi. Kitu gani kinachohitajika kufanyika hapa? Yanahitajika yatafutwe maji ya aina 4. Maji ya aina 4. La kwanza, yapatikane maji ambayo atakayokoga kisha yabakie kwenye ndoo kiasi kidogo. Yapatikane maji atakayokoga yabakie kwenye ndoo kiasi kidogo. Pili, yapatikane maji ambayo ndani yake umelowekwa mchele kwa siku moja. Yapatikane maji ambayo ndani yake yamelowekwa mtama kwa siku moja. Yapatikane maji ambayo ndani yake imelowekwa ngano kwa siku moja. Vikishalowekwa vitu hivi ndani ya siku moja, basi yale maji yote siku ya pili yatachujwa, yatapatikana yale maji yake, yatahifadhiwa katika chombo kimoja, wala ipatikane ndoo ya lita 20. Ukishaweza kuwa umefanikiwa kupata kitu cha namna hiyo, kitu gani unakifanya katika mifumo ya tiba? Sasa utakaa kitako, na ukishaweza kukaa kitako pale, utaenda kusoma sura hizi zifuatazo, ambazo sura utakayoenda kusoma kwanza, utaenda kusoma Surat Nashr, manake alam nashraha. Utamchukua mgonjwa akiwa amekaa kitako, lakini vitu vyote hivi uvifanye akiwa amekaa kwenye kigoda ama amekaa kwenye stuli kwa kuelekea kibla. Yani maji aliyaweke mbele ambayo ya ule mtu, kisha awe amekaa kwenye kigoda,
Tatu, wewe unatakiwa usimame nyuma yake ama pembeni yake, akiwa ameelekea kibla, utamsomea alam nashraha zikiwa katika idadi ambayo tumezungumza, kwa idadi ya 21. Utamsomea alam nashraha kwa idadi hiyo ya 21, alam nashraha laka sadrak wa wada'na anka wizrak mara 21. Ukishamaliza sasa, utakuwa unasoma yale maneno sasa, ya fatahu ya fatahu ya fatahu, utakuwa unamsomea. Lakini hii ya fatahu unapoisoma, kila unapofika mara 100 utachukua kopo la maji yale ambayo umeweka mbele, utakuwa unamwagia huyu mtu zoezi lifanyike asubuhi, utakuwa unamwagia ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatahu. Ikifika mara 100, chukua yale maji umwagie. Unapomwagia, yeye anajisugua huku anatia nia yake. Akimaliza zoezi hilo, maana yake utalifanya siku ya Jumatatu, lakini liwe asubuhi. Utalirudia tena zoezi kama hilo siku ya Alhamisi. Kwa idhini ya Allah, huyo mtu kama amehusudika hasadi kubwa, basi kwa uwezo Mwenyezi Mungu ataenda kukaa sawa. Baada yako mwambie atoe sadaka na zoezi lake litakuwa limekwisha. Lakini tatu, tunaenda kupa elimu ya kutumia jina la Allah Al-Fatahu kwa kutumia namna gani ya kumfungua mtu aliyefungua macho yake kichawi. Tunapozungumzia kufunguka kichawi macho yake, hapa hatukusudi kwamba ni mtu kipofu kwa maana haoni, la hasha. Hapa tunamkusudia yule mtu ambaye anaona lakini huyu amerogwa. Watu wa pembeni wanajua huyu karogwa namna alivyo kwa matendo yake na tabia zake, sio yule tulomjua, lakini yeye anajiona bado ni mzima. Yani kuna watu unajua wameathirika na uchawi, lakini ule uchawi walioathirika wamefungika kiasi ambacho ukimwambia wewe una uchawi hawezi kuamini. Maana yake huyu amefungika, amerogeka katika fikira zake, amerogeka katika akili yake na macho yake haoni kama amelogwa. Sasa ikiwa wewe ndio ndugu, maana yake unajua kwamba ndugu yangu huyu kwa hali aliyokuwa nayo si kawaida, huyu atakuwa amerogwa. Lakini ukimwambia wewe umerogwa, hawezi kubaliana na wewe na aamini. Sasa mtu namna hii unaweza kufungua akili yake, macho yake na mambo yake, ili ajue kwamba nimerogwa. Basi unatumia jina hili Al-Fatahu kwenda kumfungua mtu wa namna hiyo. Namna gani mtu huyu sasa unaweza kumsaidia? Unatakiwa ufanye mambo yafuatayo. La kwanza, chukua karatasi nyeupe. Katika karatasi nyeupe zile andika sura Fatiha ile alhamdulillah rabbil alamin kwa wino mwekundu. Utaandika sura Fatiha kwa wino mwekundu, lakini karatasi ziwe 7. Karatasi hizi ziwe 7, lakini mwisho kabisa karatasi hizi weka nia ya kile unachokusudia. Ukishamaliza, huyu mgonjwa ambaye yeye ameathiriwa na haamini kwamba ameathiriwa, unatakiwa kila siku kwa muda wote ule unatakiwa ufanye zoezi la kumfanyia dua kwa kumsomea maneno haya ya Fatahu, sawa? Lakini wakati unasoma, chukua maji. Hii karatasi ambayo umeandika sura Fatiha iweke ndani ya maji. Ukishaweka ndani ya maji, anza kumsomea hilo neno ya Fatahu, lakini liwe katika idadi ya mara 112. Utasoma idadi hiyo ya Fatahu mara 112, lakini aliyakuwa karatasi ile ambayo umeandika sura Fatiha iko ndani ya maji. Utamfanyia zoezi hilo siku ya kwanza, sawa? Kisha yale maji utampa aende akaoge mara 1, lakini zoezi hilo lifanyike kwa muda ambao tumeuzungumza, maana yake muda wote ule lifanyike, lakini nzuri ni asubuhi. Kesho inayofuata utachukua tena karatasi ile ya sura Fatiha, utaweka tena ndani ya maji, utamsomea tena hiyo neno ya Fatahu mara 112. Ukimaliza utampa ile maji, ataenda ataoga ndani ya siku 7. Ikiwa huyo ambaye ndugu yako anamjua ameathirika ama amerogeka kichawi, kwa idhini ya Allah ataenda kufunguka, mambo yake ataenda kukaa sawa na kila kitu kitaenda katika hali yake, na atajua kwamba mimi nimerogwa, na atajua namna gani ya kuweza kujisaidia. Kwa inshallah, ndugu mpenzi mtazamaji, usiache kusubscribe, kushare, lakini pia kulike na comment katika haya ambayo yanakuwa yanaendelea. Namba za simu 0683369917. Ni mimi Khalifa Dr. Hussein Ngaokola. Kwa haya machache, afa minkum, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.